kwetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, siku zote na milele. Kanuni ya imani na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanao wa pekee Bwana wetu, aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu, na sadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Amina. Amri za Mungu: mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Ya pili, usilitaje bure jina la Mungu wako. Ya tatu, shika takatifu siku ya Mungu. Ya nne, waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Ya tano, usiue. Ya sita, usizini. Ya saba, usiibe. Ya nane, usiseme uongo. Ya tisa, usitamani mwanamke asiye mke wako. Ya kumi, usitamani mali ya mtu mwingine. Sala kwa malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, linde katika hatari zote za roho na za mwili. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kristo wapenzi, hamjambo? Karibuni. Leo ni kumbukumbu ya Mtakatifu Tomaso Aquino. Sio yule mtume, lakini huyu ni mwalimu mkuu ya kanisa. Sio mwalimu ya hesabu ama matematika au geography, mwalimu ya dini, mambo ya Mungu. Ameandika vitabu vingi, lakini pia alikuwa na akili pamoja na utakatifu. Tutaona baadaye akili peke yake haiwezi tosha, lazima pia uwe mtakatifu, utumie akili ya kuishi vema. Kwa hivyo tunaomba leo atusaidie hata sisi kujua Mungu zaidi na kupenda na kutenda. San Tomaso Aquino. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amani iwe nanyi. Ndugu zangu, tujute dhambi zetu, tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu kwa moyo safi. Namungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa mimi,
nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu, ulimfanya Mtakatifu Tomaso wa Aquino awe mahiri katika kupenda utakatifu na kujidhibitisha katika elimu ya Mungu. Tunakuomba utujalie tuyafahamu yale aliyotufundisha na kuiga mifano ya matendo yake mema. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Somo katika kitabu cha pili cha Samueli. Siku zile neno la Bwana lilimjia Nathani kusema, nenda ukamwambie mtumishi wangu Daudi, Bwana anasema hivi, je, wewe utanijengea nyumba nikae ndani yake? Mimi sijakaa katika nyumba tangu siku ile niliyowatoa Waisraeli kutoka Misri hata leo, lakini nimezunguka katika hema na kibanda. Wakati wote nimesafiri na Waisraeli, nimewahi kumwambia mmoja wa waamuzi wa Israeli niliowaweka kuwaongoza watu wangu Israeli, nikisema, mbona hamkunijengea nyumba ya mierezi? Sasa ukamwambie mtumishi wangu Daudi ifuatavyo, Bwana wa majeshi asema hivi, mimi nalikutoa katika kazi ya kuwalisha na kuwaandama kondoo ili uwe mkuu juu ya watu wangu Israeli. Nimekuwa pamoja nawe popote ulipokwenda na nimewaondosha maadui zako wote mbele yako. Nami nitakufanyia jina kuu kama jina la wakuu waliopo duniani. Nami nitawawekea mahali watu wangu Israeli. Nitawapanda wapate kukaa mahali pao wenyewe, wasiweze kuondolewa tena, wala wana wa uovu hawatawasumbua tena, kama hapo zamani, tangu nilipowaweka waamuzi juu ya Israeli watu wangu. Nami nitakustarehesha mbele ya adui zako wote. Tena Bwana anakufunulia kuwa atakujengea nyumba. Na siku zako zitakapotimia, nawe umejipumzisha na baba zako, nitamuinua mzao wako baada yako atokaye viunoni mwako, nami nitauimarisha ufalme wake. Yeye ndiye atakayenijengea nyumba kwa jina langu, nami nitakiimarisha kiti chake cha enzi daima. Mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Na akitenda uovu nitamwadhibu kwa fimbo watumiayo watu na mapigo wapigayo wanadamu. Bali sitamuondolea fadhili zangu, kama nilivyomuondolea mtangulizi wako Sauli, ambaye nilimuondoa mbele yangu. Nayo nyumba yako na ufalme wako vitadumu milele mbele yangu, na kiti chako kitakaa imara milele. Nathani aliyenena maneno hayo na ufunuo huo wote kwa Daudi. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Nitadumisha fadhili zangu hata milele. Nimefunga agano na mteule wangu, nimemwapia Daudi mtumishi wangu. Nitawasimika wazao wako hata milele. Nitaimarisha kiti cha ufalme wako kwa vizazi vyote. Kitikio: nitadumisha fadhili zangu hata milele.
Yeye ataniita, wewe ni Baba yangu, Mungu wangu na mwamba wa wokovu wangu. Nami nitamweka awe mzaliwa wangu wa kwanza, kuwa juu sana kuliko wafalme wa dunia. Kiitikio: nitamhifadhia fadhili zangu hata milele, na agano langu kwake litadumu kuwa imara. Nitasimika uzazi wake milele, na kiti chake cha enzi kitadumu kama mbingu. Kiitikio: nitadumisha fadhili zangu hata milele. Shangilio la Injili. Mbegu ni neno la Mungu. Anayepanda ni Kristo. Atakayempata ataishi milele. Haleluya, 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 haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Wakati ule Yesu alianza kufundisha tena kando ya ziwa. Kundi kubwa lilikusanyika mbele yake, hata akaingia katika chombo ziwani akaketi humo. Watu wote walikaa kando ya ziwa. Aliwafundisha mengi kwa mifano, na katika mafundisho yake aliwaambia, sikilizeni. Mpanzi alikwenda shambani kupanda mbegu. Katika kupanda, mbegu nyingine zilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakazidonoa. Nyingine zilianguka penye changarawe pasipo udongo mwingi. Zikaota upesi, lakini chini kina hakikupatikana. Na jua lilipochomoza ziliungua, zikanyauka kwa kukosa mizizi. Nyingine zilianguka kati ya miiba, na miiba ikamea ikazisonga zisitoe mavuno. Nyingine zilianguka katika udongo mzuri, zikaota, zikakua, zikazaa, moja 30, nyingine 60, na nyingine 100. Akasema, aliye na masikio ya kusikiliza na asikie. Baadaye alipokuwa peke yake, wale 12 pamoja na wafuasi wake walimuuliza maana ya mifano. Akawajibu, ninyi mmejaliwa kujua mfano wa ufalme wa Mungu, bali wale walio nje hupewa yote kwa mifano, ili kuona waone wasitambue, kusikia wasikie wasielewe, wasije wakaogoka na dhambi kusamehewa. Yesu akawaambia, je, hamuelewi mfano huu? Mtawezaje kufahamu mifano yoyote? Mpanzi analipanda neno. Hawa ni wale walio kando ya njia wakati neno linalopandwa. Mara wanapolisikia, Shetani huja akalichukua neno lililopandwa mioyoni mwao. Na wale waliopandwa kwenye changarawe ni wale ambao wanapolisikia neno, mara wanalipokea kwa furaha, ila hawana mizizi ndani mwao. Wanapolipokea kwa muda tu, wanalipokea kwa muda tu. Panapotokea matatizo au madhulumu kwa ajili ya hilo neno, mara wanakwazwa. Wale waliopandwa kati ya miiba, hao ni wale wanalolisikia neno, lakini shughuli za dunia na ulaghai wa mali na tamaa za mambo mengine zinaingia kulisonga neno, na hivyo neno halizai kitu. Kisha waliopandwa katika udongo wenye rutuba, hawa ndio wanaolisikia neno, wakalipokea, wakazaa matunda, 30,
moja 60 na moja 100. Injili takatifu ya Bwana. Katika somo la kwanza tumesikia leo Daudi alikuwa anataka kujenga hekalu, nyumba kwa Mungu. Walikuwa wanaomba ndani ya hema tu, mahali kidogo. Sasa anataka kujenga nyumba kweli kweli, ili Mungu apate sifa. Lakini Mungu akamwambia Daudi, mimi sina haja ya nyumba. Dunia yote ni nyumba yangu. Sina haja ya hekalu ya mawe. Mimi Mungu nitajengea ninyi hekalu. Sasa tunajua hekalu lilijengwa na kijana mmoja anaitwa Sulemani, mtoto ya mwana wa Daudi. Lakini tunajua katika Agano Jipya Yesu alisema mimi ndimi sasa hekalu. Nakumbuka siku ile watu wanasema hekalu yetu Yerusalemu ni mzuri sana, angalieni mawe mazuri. Anasema Yesu sasa hekalu hiyo itangushwa na adui hiyo. Nitaweza kuangusha hiyo, lakini kujenga nitajenga upya kwa siku 3 nitajenga. Najenga hekalu kwa siku 3. Hata hii kanisa yetu hapa maridadi imejengwa na siku 3, hapana miaka, si ndio? Lakini alisema juu ya hekalu ya mwili wake. Yesu ndiye hekalu ya Mungu. Yesu ndiye nyumba ya Mungu. Nasi pia kanisa pia ni nyumba ya Mungu ya kiroho, sio ya mawe. Mitume ni msingi na jiwe ya pembeni ni Yesu. Na sisi pia ni hekalu ya Mungu, hekalu ya Roho, hekalu takatifu. Katika Injili tunasikia Yesu alitoa mfano ya mtu ya shamba apanda mbegu. Nani anatupa mbegu? Mungu anatupa mbegu, neno la Mungu. Mfano tu. Hiyo mbegu inaingia mahali pengine kama mawe, barabara, mahali iko miba, iko udongo safi, lakini mbegu iko na nguvu. Wakati sasa mvua inanyesha, hii dunia yetu hapa Kenya ya kaskazini, North Kenya, ni mawe tu, unaona mchanga, mawe tu. Ikinyesha ajabu, nyasi inatoka. Kumbe ilikuwa mbegu kwa ndani hapa inafichwa. Muujiza, maji inafanya ajabu, na hiyo mbegu iko na nguvu. Mikaa miezi na miaka imenyamaza huko chini, akatoka nyasi mzuri kabisa. Sasa ng'ombe na mbuzi wanakula na furaha. Sasa ni mfano tu, neno la Mungu. Mungu anatupatia sisi neno lake. Sisi je, tunapokea? Na tumesikia leo katika Injili Yesu anasema wengine wanafurahi ndio wanasikia neno la Mungu, lakini baadaye muda kidogo shughuli ya kazi ya dunia, masumbufu, magonjwa, wanasahau. Hata sisi labda tu kabila hiyo tunasikia, sisi tunakuja kanisani kila siku, tunasikia neno la Mungu kila siku, tunafurahi, tunaenda nyumbani, shughuli nyingi sana, tunasahau. Lakini wengine ambao wanasikia neno, wanaweka ndani na wanaomba, wanafikiri, wanatimiza. Sasa natoa matunda mazuri. Mmoja wao ni Mtakatifu Tomaso Aquino, ambaye leo tunakumbuka katika misa yetu Mtakatifu Tomaso.
alikuwa anasikia neno la Mungu, anasoma, ana digest, anaingiza ndani ya tumbo yake, ndani ya roho yake, akazaa matunda, akaandika vitabu pia, akasomesha watu, alielimisha watu wengi sana juu ya neno la Mungu. Leo huko Nairobi tuna shule moja inaitwa St. Thomas Aquinas Major Seminary. Ni chuo kikuu, university kwa jina la Tomaso Aquino. Mapadri wetu wanasoma huko, wengine wanasoma neno la Mungu, Biblia, liturgia, pastoral, sheria, wanasoma, wanapata degree, bachelor, master ya theology. Ni vizuri sana kusoma neno la Mungu, lakini kusoma kujua haitoshi. Lazima pia kutimiza, sivyo? Kama sasa mtu alisoma daktari, mambo ya dawa, mambo ya mwili, alafu ukipata degree au karatasi mzuri, document, diploma, anaweka ndani ya sanduku hapa, anaenda kulima shamba tu, umekuwa mtu ya shamba. Hiyo kazi yako ni kufanya hiyo kazi. Sasa umesoma, fanya kazi, uponya watu. Sasa wewe unasoma teolojia, unajua neno la Mungu kabisa, napata degree, ama degree, master theology, doctorate theology, PhD theology, na wewe mwenyewe hiyo kitu inasaidia wewe ya kuishi vema, kuwa mtakatifu? Ama wewe una maringo, una tabia ya dunia, pombe, wanawake, sijui pesa? Na umesoma kwa sababu gani basi? Hiyo umesoma ili upate kutimiza na kufundisha watu kwa mdomo na kwa mfano. Kwa hivyo leo pia tunaomba sana kwa ajili ya mapadri yetu, wale watu wamesoma sana neno la Mungu, wawe pia kama huyu Tomaso, watakatifu katika maisha. Sio maneno matamu, maisha pia. Kwa sababu tunajua maisha inavuta watu zaidi kuliko maneno, sivyo? Maneno iko na nguvu, lakini maisha iko na nguvu zaidi, sio? Kwa hiyo tunaombea sana hata wale ambao wanasoma teolojia, filosofia. Na tunaomba pia kwa ajili yetu sisi ambao tunasikia kila siku neno la Mungu, kila siku tunasikia neno la Mungu, hata sasa baada ya kusoma Injili tunambusu, sivyo? Tunainua juu lakini lazima pia tutimize. Tumsifu Yesu Kristo. Baba
Salini ndugu, ile sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu kwa jina lake, na pia kwa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako. Bwana, tunapoadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Tomaso wa Aquino, tunakuomba umimine baraka zako kutoka mbinguni juu ya vipaji hivi tunavyokutolea, nasi tunaposhiriki meza yako tusiwe na makosa yoyote, bali tujazwe baraka za mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, wewe kwa njia ya ushuhuda ya ajabu ya watakatifu wako unalisitawisha daima kanisa kwa kulipatia nguvu mpya, na unatujalia sisi ishara za hakika ya upendo wako. Lakini pia sisi twahimizwa kwa mfano wao bora kusidiwa siku zote na maombezi yao matakatifu hadi mafumbo ya wokovu yatimizwe. Kwa hiyo Bwana, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunakusifu tukisema kwa shangwe kuu: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Tomaso alikuwa anapenda sana Yesu Ekaristi. Kisa alitunga nyimbo, ni wimbo moja tunaimbaka kila siku, sakramenti kubwa hiyo. Yeye ndiye ametengeneza hiyo wimbo mzuri sana. Hata sisi tupende Ekaristi, Yesu chakula chetu, ambaye sasa anakuja katikati yetu saa hii. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hilo ndilo fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia.
Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. E Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Joya, askofu mstaafu Pante na waklero wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia akiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wako huyo Bikira, mitume wenye heri, Mtakatifu Tomaso wa Aquino na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili ushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amen. Na sasa tusali kwa imani ile sala iliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini tuokoe. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema wako amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada ya huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, na Yesu kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, na tutakiane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, usisaidie mwangu, lakini sema neno na roho yangu itakuwa. Mwili wa Kristo tulinde tupate uzima wa milele. Ewe
katika madonda yako unifishe. Usikubali nitengane nao, na adui mwovu nikimbie. Saa ya kufa kwangu niite, uniamuru kwako nije. Sifa zako niziimbe, na watakatifu wako milele na milele. Amina. Tuombe. Bwana, sakramenti yako takatifu tulioipokea leo ituhuishe, yani tupatie sisi uhai. Nasi tunaoadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Tomaso wa Aquino, tuenende tukifuata mfano wa fadhila zake za kitume kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tuwaombee wale wote ambao wanasoma teolojia, masomo ya Biblia, masomo ya Mungu, apate degree, lakini zaidi kutimiza kwa maisha. Bwana awe nanyi. Mwenyezi Mungu awabariki, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Twendeni na amani na siku njema. Asante.